inaeleza hali ilivyo Tanzania kwa leo. Hali ilivyo Tanzania kwa leo. Sitaisema. Lakini naanza kuisema hiyo, naweza nikaishia pale. Sehemu ya pili ni nini CHAUMMA tutafanya katika siku 100 za kwanza. Lakini eneo hili lina mambo 9. Sitayasema yote kwa sababu ya muda. La kwanza ambalo tunaahidi kwamba tutalifanya katika siku 100 za kwanza ni kupeleka mswada bungeni wa kufufua mchakato wa kuandika katiba mpya. Kwa sababu tunajua kwamba katiba mpya ndio inaweza kutupatia majibu ya masuala mengi, miundo ya tume za uchaguzi, sheria kandamizi. Labda ungefanya kama alivyofanya profesa, alitaja. Ukianza kuelezea unaweza usimalize kabisa. Ni ushauri tu. Ndio nitaenda hivyo, na nadhani inaweza kunibeba. Kwa hiyo ni kitu cha kwanza. Kitu cha pili ambacho tukifanya katika siku 100 za kwanza ni kuunda tume ya ukweli na upatanishi. Nchi yetu kuna malalamiko mengi. Kuna watu wametekwa, watu wameuawa, watu wamepotea, kuna instabilities nyingi sana kwenye ardhi, kuna kudhulumiana ardhi. Tutaunda tume ya upatanishi, ya ukweli na upatanishi, ili kuweza kuipatanisha jamii ya Watanzania. Lakini kitu kingine ni kuunda tume ya ardhi ambayo itapitia migogoro kati ya wananchi wanaishi karibu na hifadhi za taifa pamoja na hifadhi za taifa, ili kukomesha mauaji ya watu wetu wanayekufa katika maeneo hayo. Lakini kitu kingine ambacho nikiongelee kwa faida ya muda ni mfumo wa utawala. Mfumo wa utawala. Tunajua sisi CHAUMMA tunaamini katika muundo wa serikali 3. Serikali ya Zanzibar yenye uhuru kamili, serikali ya Tanganyika yenye uhuru kamili kwenye mambo ya Tanganyika, na serikali ya muungano inayoshughulika na mambo machache ya pamoja. Lakini pili, katika mfumo wa utawala tunaamini katika ibara ya 4.2 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo inataka mgawanyo wa madaraka katika mihimili ya dola. Mgawanyo unaotokana na uhuru wa kibajeti, na bunge, mahakama na serikali ziwe na uhuru na usimamizi sawia, ili isiwe mihimili yote mitatu inasimamiwa na mtu mmoja. Kwenye swala la elimu, tunaona sisi CHAUMMA kuna changamoto kubwa 2 kwenye elimu. Changamoto ya kwanza kwenye elimu yetu ni lugha ya kufundishia. Tunajichanganya. Tunaanza na lugha ya Kiswahili, baadaye watoto wamepoteza uwezo wa kujifunza lugha, tunaanza Kiingereza. Tunadhani lugha ya taifa iwe Kiswahili na lugha ya kufundishia iwe Kiingereza kuanzia kindergarten mpaka chuo kikuu. Na swala lingine ni ubora wa elimu yenyewe, yani ukamilifu wa elimu. Elimu inakamilika pale ambapo mhitimu inamsaidia akienda mtaani aweze kuishi. Elimu yetu kwa sehemu kubwa inajali wanayepasi kwenda mbele, haijali wanayefeli na kubaki mtaani. Kwa sisi tunategemea kwamba elimu kuanzia shule ya msingi lazima iwajali wanaofeli, ili wakienda mtaani wawe na ujuzi wa kuweza kupata mkate wao kwa jasho kidogo. Kilimo. Kwenye kilimo kuna shida kubwa 3 kwenye kilimo. Shida kubwa ya kwanza kwenye kilimo ni uwekezaji wa serikali kwenye kilimo. Haiwekezi vya kutosha. Sisi CHAUMMA tunawekeza angalau 10% kila mwaka kwenye kilimo, ili kuhama kutoka kwenye kilimo kinachotegemea mvua na kwenda kilimo cha kumwagilia, ambacho kitahakikisha uhakika wa chakula na uzalishaji usio na matatizo. Lakini tatizo lingine ni kukosa viwanda vya kuweza kusindika mazao na kuongezea thamani ili yaweze kupata soko pana. Lakini tatizo lingine la kilimo ni soko hodhi, ambayo serikali inaamua kudictate kwamba tutatumia stakabadhi ghalani badala ya kuruhusu ushindani wa wafanyabiashara kununua mazao, kwa mfano kahawa, karafuu Zanzibar na mambo kama hayo. Serikali inalazimisha wakulima
wauze kwa vyama vya ushirika vinavyotoa bei ndogo. Sisi tunasema kwamba tutachochea ushindani wa ununuzi katika mazao ya wakulima. Naomba umalizie dakika moja. Dakika moja. Katika dakika moja mimi nimalizie jambo moja. Ukifanya vizuri haya maeneo matatu kwenye kilimo, ukafanya vizuri kwenye kusindika mazao, ukafanya vizuri kwenye kuboresha elimu, utatengeneza ajira, kwa sababu ajira itatokana na elimu wanayopata watoto shuleni, inawapa ujuzi. Una viwanda vya kusindika mazao na unazalisha kwa uhakika, unaweza ukatengeneza ajira za uhakika kwenye kilimo, ajira za uhakika kwenye viwanda, na ajira za uhakika kwa watu wenyewe kujiajiri, kuliko kuimba watu wakajiajiri na elimu uliyowapa haiwapi ujuzi wa kujiajiri. Sasa kuhusu maswali ya profesa, tumeajibu vizuri kwenye eneo la 15. Kusoma hii katiba tumejibu vizuri kwenye eneo la 15 ambako tuliongea sayansi na teknolojia na kushirikisha utafiti wa vyuo vikuu kuhakikisha kwamba tunaweza kufanya vizuri. Lakini sisi tunaamini katika kukuza uchumi lazima vyuo kwa maana ya kufanya utafiti vitengewe bajeti ya kuweza sio viwe vinabangaiza, vitengewe bajeti ya kuhakikisha kwamba vitafanya utafiti, vitainform serikali ili iweze kuja na sera ambazo wako informed. Mara nyingi tunatengeneza sera za kisiasa hatupati kutoka kwa wataalamu. Sisi Chauma tunaamini kwamba tukiwezesha vyuo vikuu vikafanya utafiti, vitatuambia nini cha kufanya na namna gani ya kufanya. Kuhusu swala la wanawake, sisi Chauma tuko vizuri na tunaendelea kuboresha. Sasa hivi wagombea wetu wa ubunge zaidi ya 48% ni wanawake kwenye majimbo. Kwa hiyo maana yake tukitoka kwenye majimbo tukija na viti maalum tunaweza kukaribia kufikia 50 kwa 50 ambako tunaelekea, na kwenye uongozi wa chama tuko vile.